ukweli wa mambo katika taifa la Kenya, viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa. Na kosa kubwa si wao, ni sisi pia wachungaji ambao tumekuwa na mahitaji mengi kuliko yale ya kawaida, ambayo inabidi mara nyingine tuhitaji msaada kutoka kwa viongozi, kutoka kwa watu tofauti tofauti. Kwa majina naitwa Pastor Mike Brown wa kanisa la Metro Church, Pentecostal Church ambalo liko mjini Nakuru na sehemu nyingine katika taifa letu la Kenya. Siku ya leo nimeungana na wenzangu ili tuweze kuongelea jambo hili ambalo sasa limekuwa swala nyeti kabisa katika taifa letu la Kenya, ambapo Mheshimiwa Mtukufu Rais aliweza kuhudhuria kanisa na akatoa kitita cha shilingi milioni 20 na pia ahadi ingine kubwa ya milioni 100. Na imekuwa ni swala kubwa, maana watu wengi wanauliza uhaki wa hizo pesa ama kama ni sawa. Kuna mambo mengi sana yanaendelea katika mtandao na pia katika mawazo ya watu. Na kwa hivyo mimi ningependa kwanza kusema maoni yangu binafsi, kisha niseme jinsi maandiko inavyofuata, kwa maana mimi ni muamini na muamini Mungu, naamini maandiko matakatifu, Biblia na maandiko mengine hata Korani ambazo zimeandikwa kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo ningependa kusema, kwa kumtoa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu ambaye rais amekuwa akitoa, hilo sio jambo jipya ama jambo ambalo linatakiwa sisi tuwe na wasiwasi nalo. Kitu ya kwanza, ninajua ukweli wa mambo katika taifa la Kenya, viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa. Na kosa kubwa si wao, ni sisi pia wachungaji ambao tumekuwa na mahitaji mengi kuliko yale ya kawaida, ambayo inabidi mara nyingine tuhitaji msaada kutoka kwa viongozi, kutoka kwa watu tofauti tofauti. Kwa hivyo jambo la kutoa na jambo la kupokea, hapo hakuna shida, maana hiyo ni kutoa kwa mtu. Kwa hivyo jambo la kwanza mimi ningependa kusema, ninashukuru kwa sababu ukweli wa mambo katika nchi hii ya Kenya ni vile tu mambo haya yalikuwa sasa wazi ndio yameonekana kuwa ni ya kutisha. Ukweli wa mambo, watu wachungaji na watu wa kawaida wanapokutana na rais, huwa wanaenda wanapokea misaada mbalimbali, wanapata pesa, mashamba, vitu vingi vimetolewa na yeye, ila hakuja kuwa na malalamiko hapo mbeleni. Lakini sasa ni kwa nini tumekuwa na malalamiko? Jambo la kwanza ni kwa sababu ya uchumi wa nchi jinsi unaendelea. Sasa uchumi uko mwingi na kuna mambo matatizo mengi katika jamii ambayo watu wanafikiri yangepewa kwanza kipaumbele kabla ya kufikiria kuhusu kanisa fulani. Jambo la pili ni kuwa yale ambaye yalifanywa yalikuwa ni jambo la maana sana. Unajua wengine wanalalamika maana hizo fedha si wao walipewa. Mimi nimejifunza kabla sijamhukumu mtu yoyote, jambo la kwanza huwa nafikiri wanahabari, na ningependa mshike hii kabisa. Jambo la kwanza huwa najiuliza, ingelikuwa ni mimi. Unajua ni rahisi sana kumkashifu mtu yoyote kama sio wewe, bali ukumbuke yule anayevaa viatu ndiye anajua mahali kinamuuma. Kwa hivyo huwa najiuliza kwanza, kama ingelikuwa ni mimi, Jumapili moja rais aje kanisani kwetu na atoe milioni 20, ningetaka watu wafikiri vipi ama watu waseme nini? Kwa hivyo kabla sijamhukumu mchungaji yoyote ama kuungana na wengine wenye wanatoa kashfa tofauti, huwa najiuliza, ningelikuwa kwenye hicho kiatu, ningetarajia watu wanikashifu, watu washangilie, watu waone ni mzuri. Kwa maana ukweli wa mambo, hizo pesa kama hazingetolewa bado zingelitumika mahali pengine hata mahali pa hatari zaidi, pengine zingelinunua silaha ama vitu vingine. Kwa hivyo kabla mimi sijatoa maoni yale kali ya kusema ni kwa nini hii jambo limekuwa nyeti, ningependa tu kusema ya kuwa
hatutakubali kuvunja watu kutoa moyo. Kutoa. Kwa maana tulipoona kanisa lingine limerudisha sadaka kwa ajili limetolewa, hilo jambo kwa mimi alikuwa jambo la hekima. Kabisa. Haikuwa hekima. Maana mbona unarudishia tajiri sadaka na wale maskini wamekuwa wakitoa kanisani mwako hujawahi warudishia? Kwa hiyo ndio yangu. Mimi nasema mtu akija atoe hela siwezi kurudisha, kwa sababu kuna watu wenye shida. Kuna yule mama yatima mjane amekuja na pesa yake kidogo, wewe mchungaji umeichukua. Alafu kisha kwa sababu unataka kujionyesha kwenye taifa ya kuwa wewe hauna corruption, ama wewe hutaki kuhusika kwa mambo pesa ambazo ni mbaya, unaanza kurudisha. Kwa hivyo ninataka kuomba yale makanisa yamejitoa kurudisha hela kwa watu ambao wamezitoa, maana wajui watu wamezitoa wapi. Ningewatia moyo mrudishie watu wote pesa zao, na kuanzia sasa muache kuchukua sadaka ama fungu la 10, kwa maana fedha zinapotolewa kwa kazi ya Mungu zimetolewa kwa kazi ya Mungu, haijalishi ni nani aliyetoa. Maana zikitoka hizo fedha zinatumika katika taifa hili. Kwa hivyo jambo la kwanza napenda kusema, mimi nina kashifa moja tu juu ya rais kutoa. Kulingana na maandiko kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 3, Yesu mwenyewe anasema hivi, unapotenda jambo jema ama unapotoa msaada kwa ajili ya watu, haya ni maandiko matakatifu na ni vizuri tu nisinakiri, wacha niyasome. Maandiko yanasema, but when you do charitable deeds, do not let your left hand know what your right hand is doing. Your charitable deeds may be in secret, and your Father who sees in secret, he will reward you openly. Sasa hapo ndio maandiko tu peke yake walikataa. Maandiko yanasema unapotenda jambo lingine jema, wacha litendeke mkono wako wa kushoto, usijue ule mkono wa kuume unafanya nini. Fanya katika siri. Ukweli wa mambo, kama rais angelimpa huyo mtu hizo fedha na akose kusema ametoa, amefanya hivi, watu hawangeliongea. Lakini kwa maana aliongea ili pia naye apate kupata hiyo heshima ya kuwa ametoa hela nyingi kwa kanisa fulani, amejiwekea mtego wa makanisa yote. Maana itakuwa rahisi sasa, si mshirika, ni mtoaji. Anapokuja kanisani watu watakuwa wanatarajia ni nini atakachotoa, ni nini atatupa, na hiyo inaweza kuleta wasiwasi katika mwili wa Kristo. Na pia onyo kwa sisi wachungaji, viongozi wanapokuja kusikiza neno la Mungu, tusitumie hiyo nafasi ya kuwa hapo ndio tutawanyanyasa, hapo ndio tutaleta shida zetu zote. Maana hii si imetendeka. Mimi nimekuwa kwenye siasa, nimeona hiyo. Unapokwenda kanisani, jambo la kwanza wanaanza hata mchango ambao hukukuwepo, wanaanza madai ambao hayakukuwepo, na inamlazimisha yule mwanasiasa kufanya kitu kwa sababu pia anataka kura za watu wao. Kwa hivyo mimi ninapenda kusema hivi, kosa hili ni letu wote, na kwanza tusimvunje rais kutoa, na akiwa na uwezo wa kutoa atoe, ila kile tunataka kufanya ni atoe kulingana na maandiko ya kuwa atoe kisiri. Wale wote amewatolea kisiri wanapokwenda Ikuru, hiyo nina hakika. Viongozi wa kidini wanapoenda kwenye State House huwa wanapewa hela. Huwa hatulalamiki kwa sababu huwa hatujui hata ni hela ngapi walipewa. Huwa wanapewa zawadi, hatujui ni zawadi ipi walipewa. Maana kila unachofanya kwa siri, Mungu mwenyewe uweza kukulipa wazi, lakini kile unachofanya wazi, wanadamu watakukashifu wazi. Ndio maana tunaikashfa. Na kwa hiyo jambo langu ni kusema hivi, tusitumie tena muda huu kuwavunja watu wanaotaka kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maana hao watu wanaweza kutoa kwa kazi nyingine. Maana mtoaji ni mtoaji, ataendelea kutoa kwa vitu vingine. Lakini tungependa kuomba naye sisi tusiwashurutishe watu kutoa kwa sababu ya mahitaji na ama kile wanachohitaji kutoka kwetu. Ya mwisho, ningependa kuomba
ya kuwa tusiwe pia na kusema kile ambacho kimetolewa lazima kirudishwe. Vile nimesema hapo awali, ikiwa wachungaji wanataka kuwa wakweli kabisa ya kuwa pesa ambazo zimetolewa na wajui zimetoka wapi warudishie watu, ninaomba basi makanisa yaache kuchukua sadaka. Maana kuna watu wanyonge wanatoa na tunawachukua pesa zao na tuwarudishie. Kwa hivyo mtu akiwa anamrudishia rais pesa na awarudishie washirika wote waliowahi toa. Na kwa hivyo hiyo ni swala nyeti dunia nzima. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema watoaji watoe kwa siri, Mungu awalipe wala sio wanadamu kuwalipa. Kwa swala lingine ambalo nimeuliziwa hapa pia na wanahabari, ni kwa sababu ya jambo ambalo pia linaendelea, ambapo kunasemekana kuna mchungaji mmoja madai ya kuwa amekuwa akiwalawiti ama amefanya tendo mbaya kwa mjamaa wengine, na imekuwa ni jambo chafu kabisa. Jambo la kwanza ningependa kusema, kwa hiyo imekuwa sasa ni vita dhidi ya kanisa na wachungaji. Ningependa kusema tusiwahi kuweka watu katika mfuko mmoja. Mtu mmoja anapofanya kosa ni yeye. Na kitu ya kwanza ambayo nilisema pia nitarudia, huwa ninataka kujiuliza ingelikuwa ni mimi. Maana ukweli wa mambo ni kuwa tumeona jambo hili ni kubwa kwa sababu sisi ni wanadamu, tunafikiri ya kuwa kuna dhambi zingine kubwa kuliko zingine. Lakini kwa mujibu wa maandiko matakatifu, dhambi ni dhambi, na dhambi zote zinamruhusu mwanadamu kwenda jehanamu. Kwa hivyo hamna dhambi kubwa kushinda nyingine. Uwe wewe ni mlawiti, uwe wewe ni mzinzi, uwe wewe ni mlevi wa kupindukia unayefanya maovu, makosa, uwe wewe ni muongo, uwe wewe ni mwizi wa mabilioni au mwizi wa kuku, jina linalotumika katika maandiko, dhambi ni dhambi. Na jina lingine linatumika kwenye maandiko ni kuwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na neema ya Mungu. Kwa hivyo mimi huwa najiuliza, ingelikuwa ni mimi ambaye nimepatikana na makosa kama hayo, ningetarajia watu waseme nini kunihusu? Mimi ningetarajia watu waniambie bado kuna nafasi ya kutubu na kubadilika. Maana the biggest room on earth is a room of change, not a room of condemnation. It is so easy to stand on a judgment seat na kuanza kupiga na kwanza, kwa sababu kuna jina tu mchungaji, tunafikiri mtu akiwa mchungaji amefunikiwa, hawezi kupata madhara. Ukweli wa mambo, mwanadamu yoyote, mchungaji tu ni mtu aliyeitwa kwa kazi ya kutumikia Mungu. Ana makasoro, ana udhaifu wake, ana makosa yake, na mara nyingi tunapenda kuwaambia ni mzuri watu wajue sababu ya nini Kristo kuja. Alikuja ili kutusamehe. Kile ningependa kuomba, kama madai hayo ni ya kweli, ningependa kumwambia yule mtu ama wale watu wengine wenye hatujawapata. Maana ukweli wa mambo sio yeye wa pekee ama wa kwanza, ni ile tu yeye ndiye aliyepatikana. Ndio maana unapokwenda kotini huwa wanasema wacha tumfunge huyu ili awe mfano kwa wengine wenye tabia kama hiyo. Kwa hivyo kuna wengi wamefanya, ni wakati wao wa kupatikana hujafika. Lakini ningependa kusema neema bado ipo. Na kwa hivyo ni kuomba tu tumuombee na kuomba wengine wenye tabia kama hiyo kujua ghadhabu ya Mungu haina huruma. Wanadamu wanaweza kukuadhibu kiwanadamu, lakini kumbuka mwisho wa dahari kuna ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo itatupata sisi zote. Mimi kile ninaomba ni neema, na sisi wananchi kwa jumla tuache kuwalaumu wote ambao wametenda kwa sababu ya vio vyao, kwa sababu eti ni wachungaji. Dhambi ni dhambi, ifanywe na mchungaji, ifanywe na mshirika, ifanywe na kafiri, ifanywe na mtu ambaye hamjui Mungu ama mtu kiongozi wa dini yoyote. Makosa ni makosa na hayafai kufanywa. Lakini yakishafanyika, ni jukumu letu kutafuta jinsi ya kuregesha neema kwa hali hiyo. Na neema iliyopo paka saa hii inaitwa msamaha. Msamaha ni jambo la maana sana.